kuna vitu kadhaa nimevisema na nitavisema kidogo tu, alafu niruke niende kwenye pointi ambayo ni ya kwenu, huenda wale wasipate. Cha kwanza kabisa, Mungu anahitaji tuweze kuwa watu wenye hekima. Tuwe watu wenye hekima. Watu wenye hekima, ukisoma kwa muda wako kwenye kitabu cha Mhubiri, hasa kuanzia zile sura ya 9, anasema moyo wa mwenye hekima upo mkono wa kulia na moyo wa mpumbavu uko mkono wa kushoto. Umewahi kujua hicho kitu? Sasa anapoongelea moyo kwenye Biblia hapa hana maana hii inayodunda hasa. Anaongea ile sehemu ambayo inaweza kufikiri na kuzalisha mambo. Ndio ambayo anahitaja hapa. Sasa mwenye hekima alitengeneza nyumba yake akaijenga katika mwamba, lakini mpumbavu ya kwake ilikuwa kwenye mchanga. Wote walijenga nyumba. Tuko sawa sawa? Wote walijenga nyumba. Lakini kilichofanya mwenye hekima ajenge katika mwamba ni kwa sababu ya hekima na ufahamu. Kwa nini ambao wanajenga kwenye mwamba ni wenye hekima? Kuna vitu ambavyo wanaviona tofauti na wapumbavu. Moja ya sifa ya mpumbavu kibibilia ni kutaka mafanikio ya haraka. Tazame jirani yako, mwambie imeze hata kama inakuhusu. Ukiona mtu ambaye anataka mafanikio ya haraka, huyo ni nani? Mpumbavu. Utaliangalia hilo somo vizuri kesho saa 7 kamili litakuwa liko hewani, utaona. Mpumbavu ndiye wa design hiyo. Kwa sababu gani? Kwenye mwamba ili uweze kutengeneza msingi, ili uweze kuchimba, kuna ugumu wake, na wapumbavu hawataki vitu vigumu. Wapumbavu wanapenda kuhitimisha, maana wanaona uvivu kufikiri. Na siku hizi naogopa sana, naangalia nasema hii dunia, Mungu atusaidie, tunaenda pabaya. Kwa sababu kuna mkakati kabisa wa kupunguza uwezo wa kufikiri wa watu. Ni mkakati kabisa. Na mara kadhaa kila ninapoongea ninausema, maana nataka watu wajue, wachukue tahadhari, msikubali huu mkakati. Wote mlioko hapa, kama ulibahatika kwenda shule ukasoma hisabati, lengo la hisabati ni kuchangamsha akili yako ili iweze kufikiri kwenye maisha. Lakini hisabati ya leo wanaanza kutumia calculator wakiwa form 4, form 3 wanatumia calculator. Atachangamkaje kwenye maisha? Kama umenielewa nipungie mkono. Kizazi ambacho hakitaki vitu vigumu, kinataka vitu virahisi. Ukimwambia kijana, kubali kukaa kwenye chumba kimoja, gawa chumba chako kwa pazia, upande mmoja unalala, upande mwingine utapikia, mpaka uwe na maisha mazuri, hataki. Anataka leo ajenge nyumba iwe nzuri leo, kila kitu kiwe sawa. Ndio maana wako radhi kutoa uhai wa mwingine kwa milioni 1.7. Jamani, yapo hayapo? Yapo. Na tusipoanza kupiga kelele mapema, tunakwenda kuwa na watu wazima hapo baadaye ambao hawana hekima. Mungu atusaidie sana. Kiwango cha talaka kimeongezeka mno. Nenda ukaangalie, ndoa zinavunjika kila kukicha. Unakuja kujiuliza, hawa wanawake na hawa wanaume ni tofauti na wale waliotuzaa? Mbona hao waliotuzaa waliweza kustahimili? Sisi imekuwaje? Wanakuambia sisi, mimi siwezi kuvumilia. Lakini kosa hilo ambalo huwezi kuvumilia, mama yako alivumilia. Kosa hilo baba yako alivumilia. Hilo. Nini kinaendelea duniani kama hatutamka usingizini na kuelewa kwamba kuna kitu kinachoendelea kwa siri kinaathiri jamii ya kibinadamu? Tutakuwa tumechelewa. Nyie ni mashahidi mlioko hapa, ndugu zangu, nyie ni mashahidi kabisa. Watu kujiua, watu kuua wenzao kwenye mitandao sasa hivi ni kitu cha kawaida. Haipiti wiki. Na bahati mbaya sana wanaofanya mauaji sio watu wa mbali, ni mwenzi, mume, mke. Mimi nikaanza kusema hawa wanagombana na ugomvi wao siku zote naona kama kawaida. Lakini nilishtuka niliposikia mtoto amemuua mama yake na akamzika. Simlisikia hiyo kitu jamani? Hatushtuki kuna nini kinachoendelea katikati yetu sasa hivi hapa? Mungu atusaidie. Nina maana kwamba tukianza kuangalia kwa jicho lingine kwamba kuna kitu gani kinaendelea, tutaanza kutafuta majibu ya matatizo yetu. Nimesema hivi, kizazi hiki hakitaki kuvumilia. Ni kizazi ambacho kinahitaji kila kitu kiende sawa sawa leo.
Ukiona ndoa yoyote nzuri iliyokaa na ikatulia, usidanganywe na ndoa za kwenye movie. Hiyo ndoa nenda ukaiulize vizuri, walipitia kupanda na kushuka, walipitia kelele na kelelezi. Iko sawa sawa? Hata na wao kuna sawa huko ndani wakiwa wenyewe walikuwa wanaambizana kabisa, urudi kwenu, uende. Alafu baadaye hasira zikiisha, anakaa na waza hivi, nimemwambiaje mke wangu sasa? Niambia aende kwao. Unasikia tena mwambia yaisha, ilikuwa tu ni hasira. Mungu atusaidie sana. Kuna somo ambalo nakushauri kupata muda wewe ambao unaangalia YouTube, uangalie series zote, usiache hata moja. Niliongelea habari ya milima 7 ambayo lazima tuikamate. Milima 7. Milima 7 hii wafuasi wa shetani wameikamata makusudi ili waumize ufalme wa Mungu. Hii milima mmoja wapo unaitwa familia, nimeisemea sana hapa sasa hivi. Mlima mwingine unaitwa ni mlima wa elimu, wameukamata sana. Na ikatokea kwamba una mtoto wako ni mdogo, ana akili sana, mara nyingi wanamtarget. Ndio sababu unaweza ukashangaa kuna baadhi ya watu wanakuambia, mtoto anakuambia nikiingia darasani nikiangalia kule mbele sioni chochote. Mwingine anakuambia anasinzia. Alikuwa anafanya vizuri kabisa lakini ghafla ameanza kurorora katika masomo. Ni kwa sababu wamehisi kwamba akielimika vizuri atakuwa ni upande wa jeshi la Bwana, wanaanza kumshambulia mapema. Hii inasababisha nitoe wito kwa makanisa. Mkiona mtoto wa mwenzako yeyote ameshambuliwa na nguvu za giza, kanisa iweni na umoja wa kufunga na kuomba ili kumsaidia yule. Tuache ile tabia kumwacha mwenzetu anapambana mwenyewe tunamwangalia kwa mbali. Hapana. Lazima tuungane katika vita hizi. Elimu ni mojawapo ya mlima ambao lazima tuweze kukamata. Na nikifika hapo natia moyo vijana kwamba someni, msikubali kuzembea. Someni. Someni kabisa, tuwe na elimu, someni. Baada ya hii elimu itatusaidia kukamata mlima wa pili, wa tatu unaitwa madaraka. Umenielewa vizuri sasa? Hayo madaraka ninayomaanisha ni nini? Nisikilize vizuri sana. Kuna maeneo ambayo watu wetu wameteseka hasa kwa habari ya uhuru wa kuabudu kwa sababu waliokalia viti ni wana wa Ibilisi. Sijui inaingia akilini vizuri hii. Lakini angeli kalia kiti mtoto wa Mungu ndio amekaa pale, hata kuwa na ubaguzi wote. Hata kama kuna watoto wa Mungu wengine hawaendi kanisani. Sijui unanielewa hapo eh? Na wako pale wamekalia viti, anamwambia mfanyakazi leko chini yake, kama unakwenda kumwabudu Mungu wa mbinguni, sina shida, nenda. Hakikisha umeacha mambo yako sawa. Ukisikia anasema hivyo usije ukamkosoa, huyu haendi kanisani. Ni mtoto wa Mungu huyu, haendi tu kanisani. Na kondoo wengine ninao ambao sio wazizi hivi. Na kama una akili timamu huko pale, usije ukabagua dini ya mtu. Wape uhuru wa kuabudu wote. Maana kipimo kile unachompimia mwingine utafanya nini? Utapimiwa hivyo hivyo na wewe. Kwa lazima tukamate haya maeneo. Lazima. Na mimi nikisikia wanatangaza kwamba sio kampuni fulani inatafuta CEO, inatafuta manager, ikibatika nikiona matangazo huwa napiga magoti na kuomba. Namwambia Mungu, sita apply, sina mpango wa apply, umeniita mimi kuwa mchungaji. Lakini atakayepata hiyo kazi au anayekucha wewe. Haleluya. Sasa leo nataka tu kwa hizi dakika niongelee habari ya kukamata uchumi katika maisha yetu. Maana hapo napo wamekamata kabisa. Na tunapoelekea mwisho wakati mpinga Kristo anapoinuka na nguvu zake katika maeneo ambayo wanakwenda kuyakamata ili kutuabudisha mpinga Kristo kwa nguvu ni uchumi. Anasema hata ruhusiwa mtu kuuza wala kufanya nini? Isipokuwa awe na chapa ya huyo mnyama, awe hesabu ya jina lake. Sasa anasema kabla hawajatusumbua kiuchumi, tunaukamata kwanza. Tunazitumia hizi fedha na mali fasta kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tutangaze injili, watu waokolewe, ile wakishtukia parapanda inalia tunaenda mbinguni. Haleluya. Ndio maana mkimkuta mwenzenu alikuwa amefanikiwa kibiashara juu, sasa hivi ameanguka, acheni kumsengenya, muombeeni. Usije ukadhani kwamba jinsi alivyoanguka yeye kuna kosa alilofanya. Yuko vitani kama wewe ulivyo vitani. Adui akimwona yule anafanikiwa kiuchumi, roho yake inauma.
Anasema hawa watakwenda kuharibu ufalme wangu. Kwa anachofanya ni nini? Anapiga biashara yake, anamletea magonjwa, anaanza kutumia hela katika hospitali. Ametoka hapa amekwenda kule, akipata hii inaingia kwenye magonjwa. Na sisi ambao ni askari wenzake tunamwangalia mwenzetu anavyokwenda. Mungu atusaidie hii roho iishe kabisa ya kuangaliana wakati wa matatizo, ila tuwe na roho ya kusaidiana wakati wa changamoto. Ukisikia badala ya kusema alikuwa anaringa na mali zake, hata kusema neno lolote, ila tu ni kwamba ulitamani aanguke mfanane. Mungu atusaidie sana. Sasa iko hivi, imani na maombi ina sehemu yake. Utendaji ili kufikia lengo Mungu alilokusudia ni sehemu nyingine. Tuna secretary humu ndani, au mtu yeyote ambaye anamiliki kompyuta ana stationery kake mahala fulani, mtu anaye print madocument. Sikuulizi swali gumu. Haya, tusikilizane. Unapohitaji kuprint barua, unaichapa kwenye kompyuta, si ndio hivyo? Unaweza ukaisoma kwenye kompyuta, tuko sawa sawa? Unaweza ukaihariri kwenye kompyuta. Lakini ili uitoe ile barua isomeke, ni lazima uwe na printer na wino na karatasi. Tuko sawa sawa? Maombi na kudai ahadi za Mungu kiuchumi ni barua iliyochapa kwenye kompyuta. Kufanyia kazi kile kitu ni kuunganisha printer ili utoe karatasi. Sasa kuna watu wanaishia kwenye maombi, wanaishia kwenye kudai ahadi, lakini hawaingii kwenye vitendo. Hilo somo la leo ambalo wenzenu lianza nao linasema hivi: anayeyasikia maneno ya Mungu na kuyafanya atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Acheni story, nendeni mkafanye kazi. Acha habari ya kusema nitalima, nenda kalime. Haleluya. Na baada ya hapa nikimaliza hii, nataka wote sasa hapa niwaombee baraka. Yaani ninawekea barua iliyochapa kwenye kompyuta. Ni kazi yenu kwenda kuprint. Amina. Haleluya. Usije ukaomba sasa upewe paka na printer. Tutasema hivi yuko sawa sawa hivi. Sasa tunafanyaje ili kufikia hapa? Kwa neema ya Mungu huko tunakwenda, kuna masomo mfululizo ambayo yatafuata, nitakuja kuyafundisha, mtafuatilia kwenye YouTube mtaona, na kuja kufundisha kanuni za kibiashara za Kiyahudi. Kwa nini jamaa wako juu siku zote? Mpaka sasa hivi wako juu. Hawa jamaa ndio wako top. Nenda kwenye kila biashara kubwa duniani utawakuta. Nenda kwenye masuala ya kijeshi unawakuta. Nenda kwenye masuala ya uongozi. Mataifa ya Ulaya karibia yote katika mabunge yao. Utaingia bungeni utaangalia, hukosi jamaa yuko hapo mmoja wapo. Hawa jamaa wana nini hawa? Walifuata kanuni fulani ambazo ziko hapa, ambazo nao ukizifuata unakuwa top. Haleluya. Lakini unakuwa top ili ufanyeje? Ni ili usupport ufalme wa Mungu. Fungua kitabu cha Mhubiri. Sura ya 11. Fungu la kwanza mpaka fungu la 3. Ukifika hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Bado unatafuta Mhubiri bado. Nikwambia Habakuki anasema hivi: tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Uwagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalo kuwa juu ya nchi. Sasa Kiswahili cha kisasa ndio kiliniacha hoi. Ngoja nikusomee cha kisasa usikie. Mpaka nikasema huyu aliandika cha kisasa naye ana mambo ya kisikiliza. Anasema hivi: jishughulishe na biashara hata kama kwa kubahatisha. Umeisikia hiyo eh? Anasema wagawie watu 7 hata 8 sehemu yako, maana hujui balaa litakalofika duniani. Fungu la 3. Mawingu yakijaa maji, tunayaona huko nje. Mawingu yakijaa maji, mvua hunyesha.
Mti ukiangukia kusini au kaskazini, hapo uangukiapo ndipo ulalapo. Sasa sikiliza, niwaambieni. Cha kwanza, ukifuata, ndugu zangu, ukifuata Biblia inachosema, huwezi kufeli maisha. Cha kwanza, jishughulishe na biashara hata kwa kubahatisha. Alafu anasema wagawie watu 7, naam 8. Hapa anamaanisha nini? Hey, watoto wa Mungu nimesikiliza. Kama una chanzo kimoja cha mapato, umevunja hekima ya Biblia. Tumesikilizana hapa? Unasema pastor, sijakuelewa. Biblia imekuambia hivi, uwe na mifereji mingi inayoingiza hela. Si tumesoma hapa Anasema tawanya chakula chako. Huku anasema fanya biashara kwa kubahatisha. Yaani maana yake watu ambao wanafeli katika maisha ya kiuchumi, asilimia kubwa ni waoga. Hasa asilimia kubwa wasomi. Umenielewa? Darasa la 7 wanatoboa kweli kweli. Nenda ukaangalia. Hawana kitu wanakiita visibility study, sijui analysis. Hawana. Kwanza ukimwambia chukua, anamwambia mimi sielewi. Ninachojua niende nikaangalie miti nichane mbao. Wameniambia ukitoka hapa inauzwa kiasi kadhaa, mwisho wa kunukuu. Na unashangaa msimu ule ambao huyu wa darasa la 7 anaenda, ndio msimu ambao zimepanda bei. Linatimia andiko, fanya biashara hata kwa kubahatisha. Nisikilizeni. Kama una chanzo kimoja cha kukuingizia fedha, wewe unakaribia kuwa maskini. Na usije ukamlaumu Mungu, maana Mungu alishakwambia kupitia neno lake hapa. Naongea na wafanyakazi mlioko hapa. Niangalie vizuri macho yangu, yatazameni vizuri wafanyakazi mlioko hapa. Hiyo ajira usiposhtuka inakufunga kamba, hutatoboa maisha. Kile kitendo cha kupewa mshahara kila mwezi kinakudanganya. Sasa mimi nakwambia hili, ukilifanyia kazi, kuna siku tutakutana, utaniambia pastor, nimeanza kukuelewa. Fedha ya mshahara unayoipata, jambo la kwanza, epuka mikopo. Wanataka kunitoa mimbarani kabla sijamaliza somo. Epuka kitu gani? Mikopo. Epuka mikopo. Ridhika na hali ulionayo. Kama umekopa kwa ajili ya kupeleka mtoto hospitalini, wewe una akili. Kama umekopa ili kununua gari, nenda hospitali, Mirembe iko pale inakuhusu. Gari ambalo halizalishi ila linatumia. Nini unachotafuta hapo? Tunaita ego. Tuko sawa sawa Kwamba na mimi nihesabiwe na kitu gani? Na gari. Na mimi nakuuliza, utakula tairi? Ukiyafanyia kazi haya mambo, usije ukafikiri kwamba utanipa hata shilingi 10. Nakupa kwa ajili yako na familia yako. Acha ujinga wa kukopa unakwenda kununua gari ya kutembelea. Sio ujinga, ni upumbavu. Ila kama umenisikia hili nililolisema likakuuma, wewe una akili. Ina maana hutalifanyia kazi hili la upande wa pili. Tumeelewana? Mikopo inadhoofisha uchumi wa watu kuliko unavyofikiria. Achana na hii habari kabisa. Na ni hatari ukifikia level ya kukopa ili ulipe mkopo. Hiyo ni taa nyekundu imewaka. Sasa kanuni ya kukopa ni hii. Itumie kwenye maisha yako, itakusaidia. Ukitaka kukopa tu ile unapofikiria kukopa, nimekwambia haikatazi kukopa, lakini fuata kanuni ifuatayo. Ile unataka kukopa, jiulize swali, nisipopata hizi fedha nakufa? Jibu likiwa ndio, kopa. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeipata hiyo. Tumeanza kuelewana sasa Lakini ukajiuliza, hivi nikiacha kupata hii pesa
ninakufa. Jibu likiwa hufi, achana na hiyo hela. Unakimbiza nini? Unaenda unashindana na nani? Kwanza huyu mwenzako ambaye unashindana naye ana nyumba nzuri, unajua aliipataje? Unajua alitumia mbinu gani mpaka akapata mpaka unashindana naye? Achana na haya mambo, ridhika na ulicho nacho. Kuna saa watu wakinitazama nikiongea hivi wanatazama, wanasema labda huyu huko kwao. Nikwambie, baba yangu mimi alikuwa fundi viatu, natokea familia ya kawaida kuliko unavyofikiria wewe, kawaida kabisa. Lakini nikwambie, nimetokea familia ambayo tulikuwa tunafundishwa nidhamu, nidhamu ya pesa, nidhamu ya maisha. Kila wakati tulikuwa tunafundishwa. Nakumbuka kuna wakati mama yangu alikuwa ananiambia, acha haraka, unavyovitaka sasa kuna saa utavila, tulia. Sijui nataka, tulia. Nina bibi ambaye yuko hai mpaka leo, mzaa mama, mpaka sasa hivi yuko hai. Na huwa tukutana, nikienda nyumbani wananikumbusha. Maana namwambiaga, ninakusemaga kwenye mafundisho yangu, anasema kuna watu wanaona huko, wakija wananiambia. Ila naye ana kauli yake, anasema unakumbuka niliyokuambia, unayaona kwenye maisha leo? Namwambia nayaona. Anasema haya, waambie na wanao. Yeye cha kwake alichoniambia ni hiki. Aliniambia maneno haya: usiache kumsaidia mtu yeyote anayekuja mbele yako kama unaweza, kwa kuwa kila tendo jema litakurudia. Hiyo ilinikaa mpaka leo. Haleluya, haleluya. Hapo ulipokaa sasa hivi, unaponitazama namna hii, una vyanzo vingapi vya mapato? Ndio swali mimi nakuuliza. Kama una chanzo kimoja, umechemsha. Wewe hapo ulipo mpaka sasa hivi, unakwenda kununua mayai pale nyumbani kwako, umepanda maua ya kutosha kabisa, unachukua mbolea, unaweka mbolea kwenye maua yako, unamwagilia maji. Na mimi nikuulize, tangu uanze kupanda maua na kuyatunza namna hiyo, ua lako likiguswa watoto watachapwa. Kwa nini mgusa ua langu? Na mimi nakuuliza, tangu uanze hii biashara ya kutunza maua vizuri kwa uaminifu wote, umewahi kupika maua watu wakala mezani? Kile chungu chako cha maua ambacho umeweka pale vitu vyako pale, umeweka mbolea, unamwagilia maji vizuri, chungu kimoja weka Chinese, chungu kingine weka spinach. Tafuta lisafleti lako lingine lizuri, weka nyanya. Tukija pamepambwa, nyanya chungu zinaonekana, nyanya zina rangi na nyanya zina maua. Jamani, si ni maua yale yanatoka pia? Kwa kama shida yako ni maua, utayaonea hapa. Weka hapo, viko vingi. Hata nyumbani kwetu tulikuwa tumetamani kufanya hilo, lakini hatujafanya kwa sababu moja tu. Mimi ninapenda sana mayai. Kwa hiyo tunafunga kuku, na wale kuku tunawaacha watembee mle ndani. Maana kuku wazuri ni wale ambao wanaachwa. Kwa hiyo wanakula, ukiwaachia tu wanakula kabisa. Kwa hiyo msimu ukifika, nikichoka kuku, hakuna maua hapo, weka mboga bot. Kwa hiyo tunaenda hivi na hivi. Haiwezekani ukatoboa kimaisha wakati mshahara unaungoja hivi kama mpira wa kona. Ukisikia serikali inasema tumesogeza angalau siku 7, ambayo sema wananimaliza. Lazima useme wananimaliza kwa sababu ndio chanzo pekee umefanya nini? Umekitegemea. Lakini ukisikia wamesogeza, unasema okay, ni zangu zitakuja, haina shida. Naomba zile za maziwa, hebu leta za maziwa hapo tuendelee na. Maana una ng'ombe unakamua. Nilikuwa naambia watu wa Kibidula hapo kwamba Afrika, sijui wachawi hawako Ulaya, ila Afrika kila tatizo lina mchawi. Nyanya zikiungua, wamepita. Sasa wenzako, nisikilizeni hapa, wenzako kule nyanya zikiungua wanatafiti kwamba kwa nini zifanya nini? Kwa nini ziungue? Huku kwetu na waganga wamewajua.
anacheza na mdundo wako. Unaambia nimekuja mganga, una shida gani? Sema wameniibukia huko. Nani? Asema shamba lote nyanya zimeungua eka. Tena unasikia sentensi, jana wakati natoka nzima, asubuhi ile nafika nyeusi zote. Muulize mtaalamu wa kilimo. Mtaalamu wa kilimo anakuambia usiku mmoja ni mrefu kwa mmea. Wote laweza kutokea. Mganga sapo ndipo anaanza kuchanganya kabisa, anamwambia au yani wanakuchukia. Ilikuwa kwaje? Anasema alipita akapuliza. Na wewe unaamini. Mungu atusaidie sana. Mimi wakati naanza kufuga mbuzi nilipata changamoto ya mbuzi kufa sana sana, mpaka mzee mmoja akamwambia kijana wangu, sasa mwambie mzee wako aongee vizuri. Ngambia naongea Kiswahili. Hakuna tabu, hajaelewa. Nikakaa na yule kijana nikamwambia, sikiliza nikwambie, ndipo tunaanza ufugaji wa mbuzi. Lazima tupambane na haya. Hatujapata semina. Tungekuwa na mtaalamu wa ufugaji hapa angetuambia. Na kweli baada ya kuongea na baadhi wanaojua ufugaji, wakasema kuna mwezi ukifika lazima uchanje mbuzi. Unaona jinsi iliwe? Anakuambia kuna magonjwa yakija mbuzi wanatoa mimba. Tuko sawa sawa? Kama una mbuzi 50 wote wakatoa mimba Afrika, chao. Sasa vipi sasa 50 wote? Lakini kumbe ni magonjwa ya kawaida kabisa. Nimalizie kwa hili. Unapoingia kwenye matumizi ya fedha, kuwa na nidhamu ya pesa. Tuko sawa sawa? Sio kila kitu cha kununua. Vitu vingine viangalia hivi na kihitaji sasa hivi na haja nacho sasa. Katika saikolojia tuna kitu tunakiita marketing psychology. Marketing psychology, wataalamu wa psychology anacheza na akili yako ili ununue bidhaa. Na watu wa marketing wanafundishwa wote. Na hata baadhi yenu hapa mliingia mkenge kwa hao jamaa hao wa marketing psychology. Na kukumbusha ili ukumbuke ile tukio lilipokupata hata wewe hapa utakumbuka tu. Promotion. Sahani za promotion. Anakuambia ukienda dukani bei inakuwa hii, lakini kwa bei ya promotion ni hii. Anasema promotion, alafu kule dukani ni hivi. Bei ya promotion ni hii. Hapa kwenye wauza matunda hawa. Hapa kwenu hapa. Wauza matunda wale wengine wa majani. Mnajua utafikiri wamesoma psychology. Mimi wanaangalia mpaka nacheka. Utafikiri walisomeshwa. Hawa wauza mahindi hao. Wote wana psychology ya biashara. Nenda na kagari kako hapo, pita tu. Ole wako umwangalie. Ole. Utajikuta umenunua muhindi na ulikuwa huna mpango. Umekula umefika nusu ndio unawaza, hivi nilikuwa na shida na muhindi kweli? Siku moja tu kwenye basi tunaenda Dar es Salaam na rafiki yangu mmoja, tukafika hapa Morogoro. Tumefika tu ile watu wanashuka kula. Anambia bibi, twende tukale. Nikamwambia nimekula nyumbani. Akashtuka kidogo na akaniambia mbona umeshtuka? Asema hata mimi nilikula. Nikamwambia sasa unafuata nini? Akaniambia alo, unajua umenishtua kitu hapa. Nikamwambia sasa waache washuke, wewe kaa kwenye gari tuongee. Tukakaa pale, sasa hebu niambie siri nini? Nikamwambia iko hivi, ubongo. Nikampa mfano, nikamwambia hujafika sehemu ambayo watu wanashuka kuchimba dawa. Si mmenielewa? Ndugu zangu wa Kenya wanaweza sinielewa, nao nitazama kule kuchimba dawa ni kwenda kujisaidia haja ndogo. Ulikuwa huna mpango, lakini ulipoona watu wameshuka na wewe ukafanya nini? Psychology hiyo. Sasa yule rafiki yangu akasema hivi inakuwa kwaje? Nikamwambia ndivyo tulipoanzia hapo. Nikamwambia cha pili, lile tangazo lililotoka kule kwa Konda liligusa kwenye subconscious, kwenye akili yako. Linasema hivi,
tutafika Morogoro, tutapumzika kwa dakika 10, tutaenda kuchimba dawa, si ndio hivyo Tayari akili yako ikisema kuchimba dawa inaongeza kule, mmeshanielewa tayari, inakwambia na wewe unatakiwa uende. Cha pili, wanaochukua chakula nao wachukue sio nini dakika chache za kula. Tayari unawaza na wewe ukafanya nini? Kwa hiyo unaenda pale unachukua mishikaki shilingi 1500, shilingi 20,000, shilingi ngapi umechukua pale. Ambapo fedha hii ungeweza kununua kilo ya nyama, mngeenda kula wapi? Usiseme kwa sababu mimi ni mpare. Hapa nakufundisha tu uchumi hapa. Usije ukatumia fedha ambayo haina sababu kufanya nini? Kutumika. Haleluya. Haleluya. Mwisho, usipende kusema mipango yako ya maendeleo ovyo. Unafungua uadui wa kiroho. Acha waone vitu vimetokeza. Acha kutangaza unajiharibia wewe mwenyewe. Sasa na mpango huu, sasa na mkakati huu, sasa na hiki. Hata Yesu mwenyewe mwana wa Mungu kabisa, kuna saa alikuwa anaponya mtu, anambia usimwambie mtu. Nenda usitangaze, usiseme hii habari. Asema kwa nini? Sema saa yangu bado. Ila sasa akina nani wao wapate kadili kadogo tu, matangazo. Hata makanisani, sio kila mtu anayekuja kusali ndani yake ana roho ya Mungu. Unashangaa tu ushuhuda Mike, kwa kweli namtukuza Bwana sana kwa matendo yake makuu. Sasa unasema pasa tusishuhudie. Shuhudia vitu vimetokeza, kwamba si hivi ninavyoongea mwanangu tayari amevaa joho la digrii. Acha kufunua ndoto ovyo ovyo. Haleluya. Kava ndoto zako, zifunike ndoto zako. Utaona habari yake hapo baadaye. Nendeni mkafanyie kazi haya. Bwana abariki kazi za mikono yenu. Bwana abariki kazi za mikono yenu. Bwana akayabariki mashamba yenu. Bwana akazibariki ajira zenu. Bwana akabariki biashara zenu. Wenye magari ya biashara, Bwana azuie ajali. Wenye mipango ya uwekezaji, Bwana akabariki mipango ile. Na wale ambao mlitamka ndoto kwa bahati mbaya, zifunikwe kwa nguvu ya Mungu, adui asizione tena. Na kila utakapofanikiwa usijiinue, ila sema ni kwa neema nimepewa karama hii. Simameni tu. Ninakutukuza Mungu kwa kuwa ulikubali leo watoto wako wasikie maneno haya. Hizi ni siri za ufalme. Naomba ukawabariki sana. Kuna waliokata tamaa ya kiuchumi, fufua tena maisha yao. Ninakusihi sana waliolemewa na madeni, wasaidie watoke kwenye hicho kifungo. Watatokaje? Mimi sijui, ila wewe una njia maelfu. Ambao walikuwa unawaza kuingia kwenye madeni, Roho Mtakatifu akawasemeshe wasijifunge kwenye vifungo hivyo. Kuna wengine hapa wamezuiliwa na nguvu za giza ili wasiendelee kiuchumi na hata kujenga nyumba zao. Baba, kuanzia leo na watangazia uhuru wao. Lakini wafundishe kunyenyekea. Kila ukiwapandisha kiuchumi, Roho Mtakatifu akawafundishe na kuwakumbusha, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho, asema Bwana wa majeshi. Ili wakuinue wewe tu, wakuinue wewe, maana unastahili. Naomba kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma, ambao hupitia changamoto za masomo, wafungue Baba. Wale ambao walikuwa wanakwenda vizuri wakachanganyikiwa mahala fulani, wafufue tena. Wale ambao macho yao hayaoni vizuri, waguse wakaone vizuri. Wale ambao wakisoma wanasahau, wape kumbukumbu ya mbinguni. Wakati wa mitihani, malaika akawazunguke. Lakini kuna wengine ambao ulikusudia wapitia ajira, ndipo wajiajiri, wafungulie nao milango. Ninakushukuru maana unakwenda kuwatendea